Wadau wanaita no election kama matendo yanayokaribia uhaini. Watiania ya ubunge mwaka 2025 na waliokuwa watiania mwaka 2020 G55 wakiongozwa na vigogo Advocate John Malia, Catherine Ruge, John Mrema na Julius Mwita wamechapisha waraka kwenda kwa katibu mkuu wa Chadema wakieleza kuwa wadau wengi wa demokrasia nchini hawaungi mkono mpango wa kuzuia uchaguzi mkuu unaotaka kufanywa na chama cha Chadema, kwani hali hiyo inatafsiriwa na wadau hao kuwa ni sawa na karibu na matendo ya uasi. Waraka huo ulioandikwa na G55 na kuwakilisha watiania wengine zaidi ya 200 pamoja na maafisa wa juu wa Chadema na kushuhudia hapa Arodano TV umesema kuwa wadau wengi wanaunga mkono harakati za kupigania mabadiliko ya sheria na mfumo wa uchaguzi, wakisitisha kujiingiza kwenye kuunga mkono mpango wa kutaka kuzuia uchaguzi, kwani pia linaenda kinyume na katiba na sheria za nchi. Uchunguzi na uchambuzi wetu unaonyesha wadau wengi wa demokrasia wanaunga mkono madai yetu ya reforms, lakini wanasitisha kuunga mkono mpango kamili wa chama chetu na kuzuia uchaguzi, kwani hali hiyo kwao inatafsiriwa kuwa karibu sawa na kufanya uasi au kuvunja katiba na sheria zilizopo, licha ya ubaya wake. Kwa maneno mengi, misisitizo na kuzuia uchaguzi unaathiri au kupunguza kasi ya uungwaji mkono katika madai ya msingi wa reforms, imesomeka sehemu ya waraka huo. Aidha, waraka huo pia uliosainiwa na wanachama wote wa kundi la G55 kwa niaba ya mamia wengine umeeleza kuwa viongozi wa dini na madhehebu yenye waumini wengi nchini tayari wamehimiza waumini wao kwenda kujiandikisha kushiriki uchaguzi, hali inayoashiria kuwa chama cha Chadema kilichelewa au tayari kimekwama kupata uungwaji mkono wa wadau muhimu katika kuepuka uchaguzi usiokuwa na mabadiliko ya sheria. Kadhalika, watiania hao kwa niaba ya wenzao wameeleza kuwa mpaka sasa hakuna chama kingine hata kimoja kinachounga mkono vuguvugu la Chadema la kuzuia uchaguzi. Kinyume chake, ni chama kimoja tu kinachounga mkono madai ya mabadiliko, huku kikijipanga kushiriki uchaguzi mkuu. Hii ni Arodano TV na endelea kutufuatilia.